Kwingineko, Jeshi Stars ya Tanzania iliweka hai matumaini yake ya kufuzu kwa awamu ya muondoano ya mashindano ya netiboli baina ya vilabu vya Afrika Mashariki baada ya kuishinda timu ya Kenyatta National Hospital pointi 48 kwa 37 katika mojawapo ya michuano ya mashindano hayo inaendelea katika uwanja wa Ulinzi hapa jijini Nairobi. Mashindano hayo kunradhi ya siku 7 yamevileta pamoja jumla ya vilabu 13 kutoka mataifa ya Tanzania, wenyeji Kenya, Uganda na Zanzibar. Tazama. KNH iliuanza mchuano huo vyema, lakini Jeshi Stars iliongoza alama 12 kwa 11 baada ya robo ya kwanza kukamilika. Jeshi Stars ilithibiti mchuano huo katika robo za pili na tatu, huku ikiongoza kwa alama 7 ilipofikia robo ya 4. Licha ya KNH kuimarisha mchezo wao katika robo ya 4, juhudi zao za kutafuta ushindi ziliambulia patupu, huku akishindwa alama 48 kwa 37. Ushindi huo ambao ulikuwa ni watatu mtawalia unahuisha matumaini ya KNH ya kufuzu kwa awamu ya muondoano. Hakuna kitu kingine, ni kujituma, kwa sababu nilikwambia wakati nilianza hii interview nilikwambia hakuna kitu rahisi hapa. Timu zote zinajituma kivyao. So pia hiyo game tunangoja next na hiyo the other last game pia still ni kujituma kabisa, kwa sababu hakuna rahisi. Next match we are going to pull up. We are going to correct our mistakes and all shall be well. Jeshi Stars ambayo sasa imeandikisha ushindi wake wa kwanza baada ya kupoteza michuano miwili ya ufunguzi inasalia katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya nusu fainali. Kwanza kabisa tulivyokuwa tunaanza mchezo wa kwanza niliangalia wapinzani na mchezo wa pili. Kwa kitu ambacho nimeenda kufanyia mazoezi ni mashuta wangu, kuelekeza jinsi ya kucheza na madefense wa Kenya ambao ni wazuri, na pamoja na madefense wangu niwaelekeza jinsi ya kukaba mashuta wao. Kwa hiyo ndio tulifanyia mazoezi tukapata ushindi wa leo. Ushindi huu ni umetupa sisi nguvu ya kuweza kupambana game zilizobaki na kuweza kushinda zaidi ya leo. Mashindano hayo ya juma moja yatakayokamilika Jumamosi yamezileta pamoja jumla ya timu 13 ambazo zimegawanywa katika makundi mawili yenye timu 5 na timu 6 mtawalia. Timu zitakazomaliza katika nafasi 2 za mwanzo zitafuzu kwa michuano ya nusu fainali ambayo imepangwa kuandaliwa Ijumaa. They have top quality here. Uganda, most of their, not even most, all of their team, national team players are in their clubs. So our guys have got a chance to interact and play with them. It's a championship that players are trying to showcase what they have, so that their national coaches can see them and at least fit in the national team. Mashindano haya kina dada yanaandaliwa kwa pamoja na mashindano ya wanaume ambayo yanazijumuisha jumla timu 6 zinazochuana kwa mfumo wa ligi. Bana Dokumu, Darubini Michezo.